Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amesema kumefikiwa makubaliano ya mfumo kuhusu umiliki wa jukwaa maarufu la kijamii la video la mtandao wa TikTok baada ya mazungumzo ya biashara kati ya Marekani na China yaliyofanyika nchini Uhispania. Bessent alisema katika mkutano wa waandishi wa habari baada ya awamu za hivi karibuni za mazungumzo ya biashara, mazungumzo kati ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa zaidi ulimwenguni ambayo yalihitimishwa huko Madrid, kwamba rais wa Marekani Donald Trump na rais wa China Xi Jinping huenda wakakamilisha makubaliano hayo kwenye mazungumzo yao ya Ijumaa. Bessent amesema hatua hii imewezeshwa na rais Donald Trump na Xi Jinping, lakini maafisa wa China bado hawajathibitisha taarifa hiyo ya Bessent na wala hawakuwepo kwenye mkutano huo na waandishi wa habari. Mazungumzo ya Madrid yalifanyika katika raundi ya 4 ya majadiliano ya kibiashara kati ya Marekani na China tangu Trump alipoanzisha vita vya ushuru kwenye bidhaa za China kuanzia mwezi April. Kwa sasa serikali zote mbili zinajipanga kwa ajili ya mkutano wa kilele kati ya Trump na Xi Jinping, ingawa bado haijathibitishwa, na wachambuzi wanasema kuna uwezekano mvutano wa kisiasa wa kibiashara ukafanya mkutano huo kuchelewa kufanyika. TikTok ni mojawapo ya program zaidi ya 100 ambazo zimetengenezwa katika mwongo mmoja uliopita na ByteDance, kampuni ya kiteknolojia ambayo ilianzishwa mwaka 2012 na mjasiriamali wa China Zhang Yiming na yenye makao yake makuu huko kaskazini magharibi mwa Beijing. Mnamo mwaka 2016 ByteDance ilizindua jukwaa la video fupi ambalo linaitwa Douyin nchini China, na kisha toleo la kimataifa linaloitwa TikTok, kisha ikanunua Musical.ly, jukwaa la kuingiza matamshi lip syncing linalopendwa na vijana wa Marekani na Ulaya, na kuliunganisha na TikTok, huku ikiendelea kuiweka programu hiyo tofauti na Douyin. It's a boy King Kali, mnyama mkali. Hii ni A Digital TZ, endelea kutufuatilia.